Sasa somo langu litajikita hapa ili kila mmoja aweze kuelewa, na somo hili linaweza likakupa picha kuelewa kwa nini kuna vita inayoendelea na vita imetoka wapi. Lakini pia kuna watu wanajiita taifa la Israeli. Taifa la Israeli limetoka wapi? Je, kuna taifa laitwa Israeli? Na je, Israeli ni wakina nani? Na tunaposikia Mayahudi ni wakina nani? Maana yake hunaka khilafu, yani kuna tofauti kidogo. Kuna baadhi ya watu wanaposikia Banu Israel wanawanasibisha na wale Waisraeli wale ambao wameanzisha taifa lao laitwa taifa la Israeli, wanawanasibisha kwamba ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mwenyezi Mungu anawaambia ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, enyi banu Israili, enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema zangu nilizowaneemesha juu yenu. Wa anni faddaltukum ala alalamin, lakini nyinyi nikawafadhilisha, nikawafanya kuwa bora kwa ulimwengu mzima. Sasa Mwenyezi Mungu alipokuwa anaelezea hapa juu ya habari ya Banu Israili, je, wana wa Israeli hawa ndio wale? Sasa hapa ndio kwenye nukta ambazo nataka tuishi nazo, kisha ujue kiini kizuri kwa nini kuna mgogoro na kwa nini kuna vita pale vinaendelea, na kwa nini mataifa ya kibeberu yanatolea macho Middle East, kwa nini, na kwa nini Waarabu wanashindwa kutetea ardhi yao ya Middle East. Manake Middle East ni ardhi ya Waarabu. Ukizungumzia mataifa yaliyokuwa Middle East yote ni mataifa ya Kiarabu. Hakuna taifa laitwa Israeli, yote yale ni mataifa ya Kiarabu. Ukizungumzia Yaman, ukizungumzia Jordan, ukizungumzia Iraq, ukizungumzia mpaka hii Misri, mimi naiweka katika mtazamo wa Middle East kwa sababu yenyewe imepakana na Middle East. Ukizungumzia nchi kama Lebanon, kwa maana ya Lebanoni, ni nchi iliyokuwa katika ardhi ya Middle East. Ukizungumzia Palestina yenyewe ni nchi iliyokuwa katika ardhi ya Middle East. Sasa kwa nini Waarabu hawa wanashindwa kuitetea ardhi yao? Kuna nini kinachoendelea? Na kwa nini Palestina anapigwa? Sasa tufahamu jambo la kwanza kwamba ile ni ardhul mahshar, ni ardhi ambayo wanadamu watakusanywa siku ya Kiyama. Lakini jambo la pili, katika ardhi ya Middle East ndiyo kuna msikiti wa kihistoria unaitwa Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas. Ni ule msikiti uliokuwa pale Palestina. Waislamu wana misikiti mitatu mitukufu duniani, na kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, kwamba mtu asifunge safari kwa ajili ya kwenda kufanya itikafu, kwa ajili ya kwenda kufanya ziara, ila isipokuwa katika misikiti mitatu, kwenda kufanya ziara ila katika misikiti mitatu. Mtume akasema almasjidil harami, msikiti wa kwanza Mtume akautaja msikiti uliokuwa Makka, yani mtu asifunge safari kwenda kufanya ziara ila katika misikiti hiyo mitatu. Kwanza msikiti wa haram ya Makka, kisha Mtume akasema wa masjidir rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na msikiti uliokuwa Madina Masjidin Nabawi, msikiti wa pili Mtume akautaja. Kisha Mtume akasema wa Masjidil Aqsa, msikiti wa tatu ni msikiti wa Masjidil Aqsa, ni msikiti ule uliokuwa katika ardhi ya Palestina. Misikiti hii mikuu mitatu Mtume kasema mtu asifunge safari ya kwenda kufanya ziara ila katika misikiti hii mikuu mitatu. Kwa hiyo Mtume ameuzungumzia msikiti wa Aqsa. Kwa nini Mtume ameuzungumzia? Kwa sababu ni msikiti ambao ni mali ya Waislamu, na ni msikiti ambao ni wa kimkakati kwa Waislamu, na ndiyo msikiti ambao Waislamu walikuwa wakielekea kibla kabla ya kuelekea katika haram ya Makka.
Yani Mtume alipofaradhishiwa ibada ya sala tano, watu walikuwa wakisali wakielekea katika msikiti wa Aqsa. Kwa hiyo ni kibla cha kwanza cha Waislamu. Kwa hiyo ni katika moja ya misikiti ambayo ina thamani kubwa na ina fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tunapozungumzia ardhi ya Middle East, ardhi ya Mashariki ya Kati, nataka mtambue ya kwamba ni ardhi ya kimkakati kwa Waislamu, na asitokee Muislamu hata mmoja akawa anaipinga au akawa anakataa kwamba ardhi ya Middle East au Palestine kwamba sio ardhi ya kimkakati kwa Waislamu, kwa sababu katika miongoni mwa imani zetu ni kuamini katika misikiti mitatu iliyokuwa mitukufu duniani. Yani lazima uamini hilo, na katika misikiti hiyo mitatu ikiwemo msikiti wa Aqsa. Kwa hiyo huwezi kukwepa ishu ya Middle East, huwezi kuikwepa. Itategemea unatazama katika mtazamo gani habari ya Middle East, lakini huwezi kukwepa, na wala huwezi kusema kwamba hainihusu. Hapana. Unavyowaona wa Palestina wanapigana na wanakufa kwa ajili ya ardhi yao ya Palestina, wao wanapigana kwa sababu ni ardhi yao waliozaliwa. Lakini sisi kama Waislamu yatakiwa tuumie na tupambane, tuhakikishe kwamba ardhi ya Palestina inarudi katika mikono ya Waislamu, kwa sababu ni ardhi yetu kwa asli, na nitawaeleza kwa nini ni ardhi yetu. Na Wapalestina wengi, kila mmoja anajua Gaza wanakufa, Waisraeli wanawaua, na hadithi ya Mtume inasema man qutila duna malihi fahuwa shahid, yule ambaye anakufa kwa ajili ya kupigania mali yake, mtu huyo anakufa hali ya kuwa ni shahidi. Wapalestina wanauawa hali ya kuwa ni mashahidi, maana wanapigania ardhi yao. Kwa hiyo ile ni ardhi yetu kiimani, ile ni ardhi yetu. Na Waisraeli wanapofanya mashambulizi na wakao wanaua watu, sisi kama Waislamu wajibu wetu ni kuumia katika nafsi ikiwa hatuna cha kuweza kuwasaidia ndugu zetu waliokuwa katika ardhi ya Middle East, kwa kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu awaangamize Mayahudi wale Wazayuni wanachokifanya katika ardhi ya Middle East. Huo ndio wajibu wetu waweza kuufanya, lakini hatuwezi kujitenga na kadhia ya Middle East, na wala asitoke mtu akasema kadhia ya Middle East ni kadhia tu siasia, kwamba ni kadhia ya kisiasa. La, sio kadhia ya kisiasa. Habari ya Middle East ni kadhia ambayo inatuhusu Waislamu wote, na yale yanayotokea pale yatakiwa yawaguse Waislamu wote. Ni nani wana Waisraeli? Wana Waisraeli ni wakina nani? Nataka muwajue kwanza, ili nitakapokuwa naendelea mbele kuwazungumzia muwe mnaunganisha doti, muelewe kitu gani nazungumzia. Kuna vitu viwili. Kuna wale wanaojiita Waisraeli wa leo, alafu kuna Banu Israil waliozungumziwa katika Qur'an. Ni vitu viwili tofauti. Wale kwa lugha nyepesi wanaitwa Wazayuni, na nitawaeleza wale wametoka wapi, kwa sababu wale pale sio kwao. Unaposema Banu Israil, wana wa Israeli ni wakina nani? Wana wa Israeli ni watoto wa Nabiullahi Yaqub. Nabii Yaqub alikuwa na watoto 12. Jina lake lingine Nabii Yaqub anaitwa Israeli, anaitwa Israeli. Yaqub jina lake lingine anaitwa Israeli. Chukueni hii. Kwa hiyo yeye akazaa watoto 12. Katika wale watoto 12 aliyowazaa ndio wanaitwa Banu Israili. Wale watoto 12 alowazaa Nabiullahi Yaqub, wale watoto 12 ndio wanaitwa Banu Israili, watoto wa Israili ambaye ni Nabiullahi Yaqub. Lazima Waislamu walielewe hilo. Na katika hao watoto 12 ndani yake ndio akatokea mtoto mmoja alikuwa akiitwa Juda, ambayo ndio akaja akatokea hiyo inaitwa Uyahudi, Yuda Yahud. Katika hao watoto 12 wa Banu Israili wa Yaqub, ndani yake ndio akatokea ndani yake akatokea Mayahudi, au akatokea mtu aitwa Juda.
ndio asili yake, wakatokea Mayahudi hapo ndani yake. Anaweza mtu akawa Myahudi lakini asiwe katika Banu Israili. Hapa lazima watu waelewe, yani mtu anaweza akawa na imani ya Kiyahudi lakini asiwe katika Banu Israili, kwa sababu Banu Israili ni watoto 12 wa Yakubu. Lazima Waislamu walielewe hili jambo. Na ukisoma katika historia, Banu Israili wanaotajwa ni watu ambao Mwenyezi Mungu aliwaneemesha sana katika historia. Yani ndio wale, ukisoma katika historia, Mwenyezi Mungu alikuwa akiwateremshia chakula kutoka peponi, manna wa salwa. Mwenyezi Mungu alikuwa akiwateremshia chakula kutoka peponi. Hao Banu Israili Mwenyezi Mungu aliwaneemesha sana. Banu Israili ndio watu ambao Mwenyezi Mungu alipeleka mitume mingi kwao, kwa sababu pia ndio watu ambao walikuwa wakifanya madhambi sana. Yani wale watoto 12 wa Yakubu, katika wao wakatokea koo mbalimbali miongoni mwao zikawa zinafanya maasi ya mbalimbali ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu akawa anapeleka mitume, au wakina Lut, wakina Nuh, wakina Saleh, ni mitume ambayo ilitumwa Middle East, na asili yake ya mitume hii kutumwa ilitumwa kwa hao Banu Israili ambao watu wengi au koo nyingi zilitokana hao watu 12 wa Yakubu. Mitume mingi ilitumwa kwao kwa sababu ni watu ambao walichupa mipaka kwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inatakiwa utambue Muislamu kwamba hao Waisraeli wa leo sio wale ambao Mwenyezi Mungu aliwataja kwenye Qur'ani. Hawa sio. Hao wamejinasibisha tu kwamba sisi wana Waisraeli, lakini wale sio. Wale ni Wasayuni. Kwa hiyo lazima mtu atofautishe. Asitoke mtu akakwambia Mwenyezi Mungu amewataja Banu Israeli, wana Waisraeli katika Qur'ani. Banu Israili ni watoto wa Yaqub, na Yaqub ni mtoto wa Ishaqa. Ishaqa ni mtoto wa Ibrahim. Ibrahimu alizaa watoto wawili, alizaa Ismail, alizaa na Ishaqa. Ishaqa ndio akaja akamzaa Yaqub. Ishaqa akaja akamzaa Yaqub. Kwa hiyo ukisoma katika historia, Yaqub anakwenda kwa Ishaqa, Ishaqa anakwenda kwa Ibrahim. Hapo ndio wametoka Banu Israili. Ibrahimu akamzaa Ismail. Waarabu wametoka kwa Ismail alayhi salam, ambaye Ismail mama yake ni Hajra. Mama yake ni Hajra. Hajra tunatambua alikuja kuishi huko Hijaz, alikuja kuishi Makka. Ibrahimu alayhi salam alimzaa, au mama Hajra alimzaa Ismail akiwa katika ardhi ya Makka, na katika koo ya Ismaili ndipo alipotoka Waarabu huko. Na ndio maana ukisoma katika koo ya mtume inakwenda koo yake, inakwenda koo yake, inakwenda koo yake mpaka kwa Ismail alayhi salam, mpaka kwa Ibrahim alayhi salam. Koo ya mtume inafika huko. Kwa hiyo hapa kwa Ishaqa hapa ndipo akapatikana Yaqub. Yaqub akaja akazaa hawa Banu Israili. Katika Banu Israili hapa ndipo walipokuja kutokea Mayahudi sasa huko ndani yake. Na tutambue ya kwamba hawa Banu Israili hawa hawakuwa Waarabu. Hawa hawakuwa Waarabu. Hata lugha yao waliokuwa wanaiongea haikuwa lugha ya Kiarabu. Hawa hawakuwa Waarabu. Kwa hiyo lazima Muislamu ujue kutofautisha kati ya vitu hivyo viwili. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, je, kuna taifa laitwa Israeli? Kuna taifa laitwa Israeli? Jawabu la. Hakuna taifa laitwa Israeli. Taifa la Israeli limetoka wapi mpaka leo kuna taifa la Israeli? Ndugu zangu, katika moja ya dhulma iliyotokea duniani ni wa Palestina kunyang'anywa ardhi yao na wale wa Sayuni waliotoka Ulaya kuletwa pale. Katika moja ya dhulma kubwa iliyotokea katika ulimwengu huu ni wa Palestina kunyang'anywa ardhi yao, na baada ya kunyang'anywa ardhi yao wakagewa wa Sayuni waliotoka Ulaya wakaja wakawekwa pale. Walikuja mwaka gani pale nitakwambieni, na ilikuwaje mpaka wakawa na taifa, na walipata uhuru mwaka gani nitawaambieni. Lakini moja ya dhulma iliyofanyika duniani
ni kuchukua ardhi ya Wapalestina kisha wakagewa Wazayuni, kisha wale Wazayuni wakaja wakaunda taifa laitwa Israeli. Ndugu zangu, kuna kitu kimoja niwaambieni. Israeli na Tanzania hawajawahi kuwa na urafiki. Israeli na Tanzania hawajawahi kuwa na urafiki. Yaani nazungumzia tangu wakati wa Mwalimu Nyerere. Yaani Nyerere ni katika miongoni mwa watu ambao walikuwa wanapinga uvamizi uliofanywa na Wazayuni katika taifa la Palestina. Kama kuna wazee humu ambao kidogo umri wao nyuma watakuwa wanajua. Tunatambua sisi ushirikiano waliokuwa nao wa Tanzania na wa Palestina, mpaka kuna hospitali inaitwa Sinza Palestina pale. Kama mnajua hospitali ya Sinza Palestina, tulijengewa ile hospitali kwa msaada ya watu wa Palestina. Ile hospitali. Tunatambua Tanzania namna gani ilivyokuwa na urafiki, Nyerere alivyokuwa na urafiki mkubwa na Yasir Arafat. Na katika misimamo ya Tanzania ni kuto kutambua taifa laitwa Israeli. Huo ndio msimamo wa Tanzania. Hivi karibuni tu miaka 8 nyuma iliyopita, ndiyo kuna mtu mmoja alipita hapa nyuma akawa analazimisha urafiki ama kutaka kufunguliwa ubalozi wa Tanzania katika ardhi ya Israeli. Lakini tangu enzi ya Nyerere, tangu enzi ya Mwinyi, enzi ya Mkapa, enzi ya Kikwete, Tanzania haina uhusiano na hatuna ubalozi katika ardhi ya Israeli. Na hata hapa Tanzania kulikuwa hakuna ubalozi wa Israeli. Hakuna. Na mpaka sasa ninavyozungumza hakuna ubalozi wa Israeli hapa Tanzania. Ubalozi wa Israeli upo Kenya. Na Kenya ni mtoto mziwanda wa Marekani. Na Marekani na Israeli kama mnavyojua nitakuja kuambieni mbele ikoje. Lakini hapa Tanzania hakuna ubalozi wa Israeli. Hakuna hapa. Huo ndio msimamo wa Tanzania. Na ililazimishwa kufunguliwa ubalozi wa Tanzania Tel Aviv. Wakati huo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa alikuwa ni Agustino Maiga. Agustino Maiga alikwenda kufungua ubalozi wa Tanzania katika ardhi ya Israeli kinyemela bila watu wengine kujua. Na inawezekana kuna baadhi ya watu hawajui kama Tanzania wana ubalozi Tel Aviv. Lakini ubalozi ambao ulifunguliwa kinyemela. Kwa nini? Kwa sababu msimamo wa Tanzania hawatambui kama kuna taifa laitwa Israeli. Huwezi kufungua ubalozi. Ukifungua ubalozi tafsiri yake ni kwamba umetambua kwamba ile ni nchi. Hali ya kuwa msimamo wa Tanzania haiwezekani. Na sio msimamo wa Tanzania peke yake wakati wa Mwalimu. Hata wakati wa Mandela, kasomeni kitabu kinaitwa The Long Walk to Freedom cha Mandela. Anaelezea safari ya kuikomboa Afrika ya Kusini. Baada tu ya kufanikiwa kuikomboa Afrika ya Kusini, Mandela alitoa speech moja akawaambia, our freedom is incomplete without Palestinian freedom. Yani uhuru wetu haujakamilika bila ya uhuru wa watu wa Palestina. Yani haiwezekani, uhuru wetu haujakamilika. Mandela aliwaambia hivyo. Mandela sio Muislamu. Na mpaka leo tunajua msimamo wa Afrika ya Kusini hawaitambui Israeli. Mimi nimesoma Afrika ya Kusini. Nimekaa Afrika ya Kusini takriban miaka 5. Nilikuwa nasoma Jamiat Mahmudia, Springs, Johannesburg. Kwa wale ambao waliofika Afrika ya Kusini watakuwa wanapajua Springs. Nje kidogo baada ya Mayfair unafuatia Springs, kidogo nje ya mji. Kwa hiyo najua msimamo wa Afrika ya Kusini. Najua namna gani wa Afrika ya Kusini wanavyoumia na wa Palestina, namna gani walivyodhulumiwa. Najua Afrika ya Kusini 98%, asilimia 98 ya Waafrika ya Kusini sio Waislamu. Yani unazungumzia asilimia 2 tu ya Waafrika ndio Waislamu. Lakini msimamo wao, taifa lile la Afrika ya Kusini hawatambui Israeli. Na nyinyi mnajua baada ya mauaji ya miaka 3 nyuma iliyopita, haya ya juzi yanavyoendelea Gaza, Afrika ya Kusini ndiyo nchi pekee iliyotoka ikaenda The Hague kufungua kesi ICC.
Imekwenda ICC kufungua kesi, kila mmoja anajua. Kama kutakuwa na watu hapa watakuwa wanafuatilia siasa za kimataifa, watakuwa wanajua. Afrika ya Kusini ndio nchi iliyokwenda kufungua kesi ICC, kuwafungulia Waisraeli juu ya mauaji waliokuwa wanayafanya, na wakaomba itoke warrant ya kukamatwa Benjamin Netanyahu, Afrika ya Kusini. Kwa hiyo msimamo wa Afrika ya Kusini na Tanzania the same, msimamo wetu ni mmoja, msimamo wetu ni mmoja, msimamo wetu ni mmoja. Kwa hiyo uhusiano baina yetu sisi na wale umekuja wakati wa Magu, wakati wa mjomba, ndio ukaenda ukafunguliwa ubalozi kule Kinyemela Tel Aviv, lakini hapa hakuna ubalozi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hatutambui taifa laitwa Israeli. Hakuna taifa laitwa Israeli, bali kuna taifa laitwa taifa la Palestina. Na ukija hapa Tanzania kuna ubalozi wa Palestina. Nenda pale katika yule msikiti wa Tambaza pale, kama utakwenda Muhimbili, pembeni hapa kuna ubalozi wa Palestina. Hata yule balozi aliyepita Abu Ali alikuwa sahiba wangu, mara nyingi nilikuwa nikienda pale. Wana ubalozi, lakini hapa Israeli hawana ubalozi. Na kama upo, labda utakuwa umefunguliwa Kinyemela. Kama upo, utakuwa umefunguliwa Kinyemela. Lakini msimamo wa Tanzania hawatambui kitu chaitwa taifa la Israeli. Kwa hiyo yatakiwa Waislamu nao watambue hivyo, kwamba hakuna nchi yaitwa Israeli, hakuna, bali kuna taifa laitwa Palestina. Palestine ndiyo taifa hilo ambalo Waislamu watakiwa waweze kulitambua. Na taifa la Palestine ni taifa la Waarabu. Israeli ilitoka wapi mpaka wakapata ardhi mpaka leo yaitwa taifa la Israeli? Ilitoka wapi? Ndugu zangu Waislamu, kuna kitu kimoja yatakiwa watu waweze kuelewa. Kuna kitu kimoja yatakiwa watu waweze kuelewa. Israeli ni taifa ambalo limezuka na limepata uhuru wake, limejitangazia uhuru kwamba ni taifa 1948, 1948 1948 ndiyo limekuja kuzalika taifa laitwa Israeli, lile pale mnaoliona leo. Juzi tu ndio limekuja kuzalika pale. Na baada ya kutangazwa uhuru na baada ya kutangazwa taifa la Israeli, Waarabu walipinga jambo hilo, ikiwemo Egypt, ikiwemo Jordan, ikiwemo Iraq. Walipinga jambo hilo na walipigana vita na Muingereza na washirika wake, wakiwa wanapinga kuanzishwa taifa laitwa Israeli. Na ukisoma katika historia kabla ya kuanzishwa kwa taifa hilo 1948, 1917 ilianza chokochoko. Kwanza ilianza chokochoko kwamba lazima kuwepo na taifa la Wayahudi na kuwepo na taifa la Waarabu, la Wapalestina. Yaani ndani ya ardhi ya Palestina ile ardhi igaiwe, Wayahudi wapewe ardhi na Wapalestina. Walipigana, lakini Waarabu walishindwa katika vita hiyo. Waarabu waliungana mataifa takriban 4, walipigana na Israeli, lakini Waarabu walishindwa katika vita hiyo. Kwa nini Waarabu walishindwa hali ya kuwa Waisraeli kilikuwa ndo kitaifa kidogo kinaanza? Ni kwa sababu ya unafiki uliokuwepo kwa Waarabu wa wakati huo. Waarabu wakapigwa ile vita, na ndio maana unaona mpaka leo, baada ya kupigwa ile vita Waarabu, mpaka leo wale Waisraeli kushirikiana na wafuasi wao ambao ni Wamarekani na Waingereza wakafanikiwa kuweka puppets, kuweka vibaraka katika yale mataifa. Baada ya kufanikiwa kuwapiga tu na kuwashinda, wakaweka vibaraka wao kwenye yale mataifa. Yaani ikitokezea kiongozi wa taifa lolote la Kiarabu anapingana na Israeli, lazima watamuua madarakani. Nyie mnakumbuka Muhammad Mursi yule wa Egypt, si mnajua walichomfanya wale jamaa na namna alivyokufa, alivyodhalilika? Yaani msimamo wake Muhammad Mursi ni kwamba haiwezekani Israeli achukue taifa la Wapalestina, na haiwezekani kuwepo na taifa la Waisraeli ndani ya Palestina. Huo ndio ulikuwa msimamo Muhammad Mursi.
wakaja wakamng'oa yule, wakamng'oa. Na baada ya hapo walichokifanya, wakaja wakamweka puppets, wakamweka kibaraka wao. Hata huyu mnayemuona leo Abdul Fattah Asisi, yule ni kibaraka wa Wazayuni, wamemweka pale, ni kibaraka wa Wazayuni. Na ndio maana unaona hawezi kuwa na msaada wowote kwa Wapalestina, bali ikitokea Wapalestina wanapata tabu wakitaka kuingia huku kuja katika maeneo ya Sinai, yeye anafunga mpaka wa Rafah kwamba wasiingie huku kuja katika ardhi ya wa Egypt. Yani maana yake wafie pale pale, Waisraeli wamalizie pale pale. Yani hana msaada anaoweza kuingiza, bali inafika kiwango yeye Misri hawezi kuruhusu misaada iingie katika mpaka wa Rafah. Kwa hiyo kuna vibaraka ameweka. Ukiangalia Jordan, yule mfalme wa Jordan ni kibaraka amewekwa. Yani wale wote wanaobei kwa Muisraeli, wanaobei kwa Marekani. Ukienda ukiangalia mtu aliyewekwa Iraq leo ni mtu ambaye anaobei kwa Marekani, kwa sababu walimng'oa Saddam wakamweka kibaraka wao. Ukienda ukiangalia katika baadhi ya nchi kama Syria, tazama jinsi wanavyofanya. Kwa hiyo maana yake Waarabu walitenzwa nguvu tangu wakati walipopigana na Muisraeli wakashindwa, nguvu yao ikaishia hapo. Kilichofuatia Muisraeli akaweka vibaraka wake. Kwa hiyo 1948 ndipo hapo likaja kutokea taifa laitwa Israeli. Sasa hawakutosheka hapo, Waisraeli wakaendelea na harakati zao. Ilipofika 1967 vikapiganwa vita vingine, vita vya siku 6 vinaitwa 6 Days War vinaitwa katika historia. Wakapigana tena baina ya Waarabu, na nchi zilizopigana Israeli ilikuwa ni nchi ya Egypt, ilikuwa ni nchi ya Jordan na Syria, waliungana wakawa wanapigana Israeli. Vita ile nayo Waarabu wakashindwa na Israeli. Baada ya kushindwa, Israeli akafanikiwa kuyatwaa, kuna baadhi ya maeneo akayachukua, na maeneo hayo ni mali ya Waarabu wakiwemo wa Palestina. Na maeneo ambayo Israeli aliyachukua lilikuwa ni eneo ambalo linaitwa West Bank, ukingo wa magharibi, eneo ambalo Muisraeli akalichukua 1967 baada ya kuwapiga Waarabu, akaliteka lile eneo West Bank. Mpaka leo tunavyozungumza, ukingo wa magharibi uko chini ya mikono ya Waisraeli. Kachukua eneo kajimilikisha. Eneo lingine ambalo Israeli alichukua baada ya kushinda ile vita ilikuwa ni eneo ambalo la mashariki ya Yerusalem, akalichukua lile eneo. Akachukua eneo la Golan Heights, kwenye milima ya Golani, akachukua lile eneo. Kwa hiyo Israeli akatanua mipaka yake, akatanua eneo lake. Yani mfano wake, Israeli alikuwa na kieneo kidogo, baada ya vita kushinda ile vita akatanua, akachukua maeneo ya Waarabu yakawa maeneo yake. Kwa hiyo leo tunavyozungumza, Israeli inakuwa kubwa kulikoni Palestina. Yani kulikuwa hakuna taifa laitwa Israeli, lakini leo tunavyozungumza Israeli inakuwa kubwa kulikoni Palestina. Na ukubwa wake anaupata vipi? Anapigana, anawapiga, anahodhi, anachukua maeneo. Ndicho alichokuwa anakifanya hata katika eneo la Gaza, alikuwa anawapiga na kuoa Palestina ili aweze kulichukua eneo la Gaza liwe katika miliki yake, kama alivyochukua Golan Heights, kama alivyochukua mashariki ya alivyochukua East Jerusalem, mashariki ya Jerusalem alipochukua. Yani katika maeneo ambayo amechukua, miongoni mwa mpango wake ilikuwa ni kuichukua na Gaza. Kwa hiyo Israeli yeye anaishi katika mfumo huo, na lengo lake ni kuchukua eneo lote mpaka kuwe hakuna taifa laitwa Palestina. Kwa hiyo kimsingi 1967 kulipiganwa vita na Waarabu pia wakashindwa. Mpaka leo tunavyozungumza, Waisraeli wamekuwa ndio taifa lenye nguvu pale Middle East kuliko ni taifa lingine lolote, na wana maeneo makubwa kuliko Palestina. Hiyo ndio hali yao waliokuwa nayo. Sasa ukisoma katika historia, kwa nini mtume alikwenda katika ardhi ya Palestina? Kwa nini mtume alikwenda pale kabla ya kuelekea mbinguni? Mtume alikwenda pale ni kwa sababu ile ni ardhi ya kimkakati kwa Waislamu. Lakini kwa nini ile ardhi tangu wakati wa mtume ilikuwa katika miliki ya Waislamu? Kwa nini sasa hivi imetoka kwenye miliki ya Waislamu? Imetoka katika miliki ya Waislamu kwa sababu ya unafiki na uzandiki
na uongo waliokuwa nao wale ambao wameizunguka ile ardhi ya Palestina, ardhi ya Middle East, ndicho kilichosababisha Waislamu wameikosa ile ardhi. Yani ilivyo Waarabu wanachofanywa ni hivi, ni ile simba anapotaka kwenda kumla ng'ombe mmoja katika kundi la ng'ombe. Nimewahi kusoma kisa kimoja, simba huwa anakwenda kwa yule ng'ombe mmoja kati ya wale, unajua huyu mwenzako mweusi, huyu sio mwenzio, anaanza kumbagua. Kumbe huyu mweusi, huyo sio mwenzio. Simba anawagombanisha, akiwagombanisha yule ng'ombe anagombana na ng'ombe mzia, huyu bwana mweusi kule anamtenga. Akimtenga, simba anakwenda kumvamia yule mweusi, anamtafuna. Ndicho kinachotokea pale katika Middle East, kwamba Waarabu hawawezi kuungana. Marekani ili aendelee kutawala ni lazima awafarakanishe wale wagombane, na hii ni principle, ni kanuni inaitwa farq tasud, divide and rule, wagawe uwatawale. Kwa hiyo Waarabu wenyewe kwa wenyewe wamekuwa ni wanafiki, hawaelewani wenyewe kwa wenyewe. Kwa nini Marekani na Muisraeli anatumia mbinu ya kuwagawa ili aendelee kutawala? Na kweli amefanikiwa. Na mbaya zaidi, anachukua vibaraka na waweka kwenye uongozi. Wale vibaraka wanaobei kwake, anachokitaka yeye bwana mkubwa ndicho wanachofuata. Ndio maana unaona leo Marekani ana base Jordan, ana base Saudia, ana base Iraki, ana base Bahrain, ana base Abu Dhabi, Dubai, ana base kila eneo la Waarabu. Yani mimi nimehesabu base alizokuwa nazo Marekani katika ardhi ya Middle East, ana base 25 ardhi za Waarabu, ana base 25 Marekani, base 25. Yani maana yake vifaa vyake vya kivita na wanajeshi wake kwa waweka pale. Na base kubwa ya Marekani ipo Saudia. Base kubwa ya Marekani ipo Saudia, ina takriban wanajeshi 2000, takriban wanajeshi 2000. Base kubwa ipo Saudia. Na nyie mnajua Saudia ndio ardhi yetu Waislamu, ndipo ilipokuwepo haram ya Makka. Yani ilipokuwa base ya Marekani na ilipokuwepo harama ya Makka Al-Kaaba, hakuna umbali mrefu kwa kiwango hiko. Nimesahau tu kilomita zake, nimesahau, lakini ndani ya ardhi ya Saudia ndio kuna haram ya Makka, na ndani ya Saudia ndio kuna base ya Marekani kubwa kuliko base zote. Kwa hiyo Marekani amefanikiwa kuwashika Waarabu kwa sababu ya unafiki na uongo waliokuwa nao. Wanagombana wao kwa wao, wanashindwa kuitetea ardhi yao. Ndicho kinachotokea sasa. Tangu enzi ya Mtume mpaka khilafa ya Abubakari mpaka khilafa ya Umar, ile ardhi ya Palestina ilikuwa katika milki ya Waislamu. Kwa nini leo haipo katika milki ya Waislamu? Na tunajua mataifa ya Kiarabu ni mataifa yenye uchumi mkubwa. Mwenyezi Mungu alipokuwa anaelezea safari ya Mtume kutoka Maka kuelekea katika mji wa Palestina, alielezea kwamba subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu. Mwenyezi Mungu anasema tumempeleka mja wetu, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye amempeleka mja wake kutoka msikiti wa haramu ya Makka akampeleka Palestina. Kisha Mwenyezi Mungu anasema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake mwa msikiti wa Aqsa. Mwenyezi Mungu aliposema barakna haulahu, Mwenyezi Mungu amebariki vilivyokuwa pembezoni mwa msikiti wa Aqsa. Yani maana yake Mwenyezi Mungu amebariki mataifa ya Kiarabu. Tafsiri hivyo, Mwenyezi Mungu ameyabariki mataifa ya Kiarabu. Yani unapozungumzia uchumi duniani, wanao Arabu. Siku moja niliwahi kutoa statement na nawaambia hapa, unapozungumzia uchumi duniani unazungumzia mafuta. Chukua hii statement, unapozungumzia uchumi duniani unazungumzia mafuta. Yani leo Iran amezuia katika njia ya mafuta, meli za mafuta zisipite. Tuko pamoja? Kitakachokuja kutokea, mafuta yatakuwa yameadimika Tanzania na baadhi ya nchi nyingine. Na mafuta yakiadimika, kila kitu kinapanda bei. Mchele utapanda bei, unga utapanda bei, mpaka kiwembe kitapanda bei, mpaka karanga zitapanda bei, kwa sababu ya mafuta yamekuwa adimu. Kwa nini? Mafuta si bidhaa, unaona unamwaga tu kimiminika hivi. Kwa nini? Ndio maana nikawaambia uchumi ni mafuta. Yani unachokiona chochote duniani, kila kitu ni mafuta. Sasa uchumi wa mafuta wanao Waarabu,
Mwenyezi Mungu anasema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake. Yani nchi zilizobarikiwa wenye uchumi wa mafuta ni wale waliokuwa katika ardhi ya Middle East. Tazama Saudia, GDP ya Saudia inategemea katika vitu viwili. Pato la taifa la Saudia vitu viwili. Kwenye utalii kwa maana ya ibada za hija na umra. Weka katika kategori ya utalii. Yani pato lake kubwa wanapata katika eneo hilo. Pesa wanapata katika hija, katika umra. Kwa sababu watu wanakwenda, ni maeneo ya kihistoria, wanakwenda wengine kufanya ibada. Eneo la pili Saudia anapata pesa kwenye mafuta, khalas. Maeneo hayo mawili tu. Iraki ukienda, Kuwait ukienda, mafuta. Ukienda sijui Lebanon, mafuta. Ukienda Syria, mafuta. Ukienda sijui, yani ardhi ile ya Middle East, Jordan ukienda, mafuta. Bahrain ukienda, mafuta. Dubai ukienda, mafuta. Si ukienda Qatar, yani ni mafuta. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwa msikiti wa Aqsa. Mwenyezi Mungu amewapa utajiri mkubwa sana Waarabu. Kwa nini leo ardhi ya Waarabu haipo katika mikono ya Waislamu? Ni kwa sababu ya unafiki na uzandiki waliokuwa nao Waarabu. Na Marekani amefanikiwa hapa kwenye farqi tasud, wagawe watawali. Na lau kama Waarabu wangeweza kushikamana, maanake uchumi wa dunia leo ungekuwa katika milki ya Waislamu, kwa sababu ndio wenye mafuta. Asikwambie mtu, ndio wenye mafuta. Na mkitaka kulijua hilo, subirieni vita inayoenda ikatize mwezi mmoja, ndio mtajua uchumi ni mafuta, ndio mtajua. Tulikaa ndani hapa kwenye yale maandamano ya Oktoba 29, tulikaa ndani wiki moja hapa. Kila mmoja hapa anajua hali ilivyokuwa. Mafuta yaliadimika, hali ilikuwa ngumu, kila kitu, pesa ikawa haina thamani. Pesa ilikuwa haina thamani. Yani wewe mkate mtu anakuuzia kwa shilingi 10,000 mkate. Nauli ya bodaboda ukitoka Kariakoo mpaka Magomeni sasa hivi ukipanda shilingi 3,000, lakini wakati ule bodaboda anakuambia 50,000 kutoka Kariakoo mpaka. Kwa sababu gani? Mafuta. Yani uchumi ni mafuta, sikongopee mtu. Uchumi ni mafuta. Na mafuta wanayo Waarabu. Kwa nini Waislamu wamekuwa wanyonge? Farqi tasud, wagawe watawala. Kwa hiyo kinachotokea Middle East na kinachotokea leo mnachokiona ni athari ama ni kitu ambacho kimetengenezwa na Waarabu wenyewe kwa kuto kushirikiana. Na lau kama wangeshirikiana leo msingeona Uislamu umekuwa mnyonge duniani. Lakini Mtume alipita pale katika ardhi ile ni kwa sababu ni ardhi ya kimkakati kwa Waislamu. Ndio maana alipita pale. Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza kumtoa Mtume kutoka pale Maka kuelekea mbinguni, lakini kumpeleka pale kulikuwa na maana kubwa sana. Na Waislamu sharti walijue hilo, kwamba ile ni ardhi yetu ya kimkakati na lazima irudi katika mikono ya Waislamu, na hakitosimama kiyama. Katika miongoni mwa ishara za kiyama ni lazima Aqsa, ni lazima Baitul Muqaddas, msikiti ule urudi katika mikono ya Waislamu. Yani kiyama hakiwezi kusimama mpaka ule msikiti urudi katika mikono ya Waislamu. Lazima urudi, lazima, kwa namna yoyote lazima urudi, kwa sababu ni milki ya Waislamu. Na wala wale wazayuni sio milki yao kama wanavyofanya leo. Mbaya zaidi, makao makuu ya Israeli yalikuwa ni Tel Aviv. Sasa hivi Waisraeli wamehamisha makao makuu yao, wameleta Jerusalem. Na unaposema Jerusalem, maana yake unazungumzia ndipo ulipo msikiti wa Aqsa. Msikiti wa Aqsa upo ndani ya Jerusalem. Maana yake ni kwamba Jerusalem na msikiti wa Aqsa upo chini ya mikono ya Mayahudi, sio mali ya Waislamu, na wala sio mali ya mtu mwingine yoyote katika dunia. Ni mali ya Wazayuni. Imekuwa makao makuu ya Israeli mpaka muda huu unaongea na wewe yamehamishwa, yapo ndani ya Jerusalem. Na aliyefanya maamuzi ya kutoa makao makuu kutoka Tel Aviv kuja Jerusalem alikuwa ni Trump. Trump ndiye alifanya maamuzi hayo kabla ya awamu hii kuingia madarakani. Wakati ule alivyoingia akaja kutolewa na Obama, makaliongoza akaja kaingia Obama. Baada ya kutoka Obama ndo kaja karudi tena. Wakati ule ndo alifanya maamuzi ya kupeleka mji mkuu katika ardhi ya Jerusalem. Huyu Trump mnayemuona leo, na ndio Trump huyu leo anakuja kufanya ile vita, anakuja kufanya maamuzi ya vita bila ya Congress,
bila ya bunge la Marekani kuamua, Trump anaamua kupeleka vita Middle East. Sasa kwa nini wao wanapigana? Kwa nini wanaitaka? Ni kwa sababu ya rasilimali iliyokuwepo katika ardhi ya Middle East. Marekani hana rasilimali nyumbani kwake, hana. Mwenyezi Mungu akumpa rasilimali Marekani. Rasilimali Marekani anategemea kwenye kunyang'anya. Yaani wewe uko na rasilimali, ukimnyima Marekani lazima akuletee vita. Yaani kama unavyoona Kongo, simuona na almasi yule Kongo anapigana makundi ya kila aina, na Marekani anamtumia Rwanda ndio kama kibaraka wake wa kuchukua madini pale. Yaani unaweza ukajiuliza, M23 wanafadhiliwa na Rwanda, wanapata wapi nguvu yao, wanaitoa wapi? Marekani yuko pale, na hawawezi kuelewana wale, kwa sababu kuna vitu ana benefit Marekani. Kwa hiyo ukikataa kumpa rasilimali mtapigana. Kwa hiyo Marekani anapata rasilimali kupitia kunyang'anya, na anachukua mafuta ya Middle East kwa kuwagombanisha na kupeleka vita, na mwisho wa siku amefanikiwa. Kwa kiwango hiko amefanikiwa. Na mbaya zaidi, ardhi ya Palestina, Gaza, ndio ardhi yenye gesi nyingi duniani kuliko ardhi nyingine yoyote. Kitu hiki watu wengi hawakijui duniani, yaani Waislamu wengi hawajui. Yaani ardhi ya Gaza, Palestina, ndio ardhi yenye gesi nyingi duniani kuliko ardhi yoyote unayojua wewe. Mrusi anawahudumia Ulaya kwa kuwauzia gesi, na unaona Ujerumani, Ufaransa, Mwingereza anatumia gesi ya Mrusi. Na ndio maana Mrusi anajeuri, kwa sababu anajua wale wananitegemea mimi katika gesi. Sasa moja ya mikakati ya Ulaya na wa Marekani ni kutaka kuchukua ardhi ya Palestina, ardhi ya Gaza, ili waweze kuchukua gesi iliyokuwepo pale, wasifanye biashara na Mrusi. Na Mrusi amewekewa vikwazo vya kiuchumi, kila mmoja anajua Mrusi ana vikwazo vya kiuchumi muda mrefu na watu wa Ulaya. Lakini kwa nini Mrusi asitereki kwenye uchumi? Ni kwa sababu anafanya biashara ya gesi, na ameweka sharti, ukitaka nikuuzie gesi nitakuuzia kwa pesa ya kwangu, sio kwa dola. Change dola yako, chukua pesa yangu, uje ununue mafuta, uje ununue gesi kwa pesa yangu. Kwa hiyo pesa ya Mrusi na yenyewe inabakia ipo juu, huwezi kuishusha thamani. Na lau kama ingelikuwa Mrusi ile gesi yake wanakuja kununua kwa dola, maana yake pesa ya Mrusi na vikwazo alivyokuwa navyo, Mrusi angeteleka kiuchumi. Lakini Mrusi anawaambia kwamba mkitaka kununua gesi yangu, njoeni mnunue kwa pesa yangu. Hawana namna, wananunua. Katika vita ya Ukraine, Mwingereza na Ufaransa wakataka kujiingiza kumsaidia Ukraine. Mrusi akawaambia, nitawafungia huduma ya gesi, nitazuia bomba gesi. Mwingereza akajitoa, akabakia Marekani. Mfaransa naye akajitoa, akabakia Marekani, ndio anemfadhili Ukraine. Kwa nini? Wanajua akizuia gesi huyu tumekwisha huko. Asilimia kubwa Ulaya wanatumia gesi, magari, majumbani gesi, na wanachukua kwa Mrusi. Kwa hiyo Mrusi hawamgusi. Lakini rasilimali wanaoitaka sasa hivi ipo Gaza. Wakipata ardhi ya Gaza, maana yake wamefanikiwa kupata gesi, wataacha biashara na Mrusi. Sasa wanaichukuaje ardhi ya Gaza? Ndio kipengele kilichokuwepo hapo, tuwaue, tuwafukuze, inakuwaje? Sasa mtu pekee aliyebakia aliyekuwa anawatetea wa Palestina, ukiacha wale Waarabu ambao ni wanafiki, ni Muirani peke yake. Muirani, kila mmoja aliyekuwa hapa ni shahidi. Yaani Saudia hajawahi kumtetea Mpalestina, Qatar hajawahi kumtetea Mpalestina, Bahrain hajawahi, Jordan hajawahi, Iraq hajawahi, sijui taifa gani, hakuna aliyekuwa anamtetea Mpalestina ila Muirani. Na mtambue, Muirani sio Mwarabu. Muirani sio Mwarabu, Mpalestina ni Mwarabu, lakini Muirani sio Mwarabu. Kwa nini Muirani anamtetea Mpalestina hali ya kuwa sio Mwarabu? Tulitegemea kuwaona wa Saudia, Jordan, mataifa mengine sema Yemen, si wapi, Iraki, wao ndio wamtetee yule Mpalestina. Mbona wao hawaendi? Maana yake ni kwamba wale ni watu wanaotawaliwa na Marekani na Muisraeli. Kwa hiyo hawawezi kwenda kwenye eneo ambalo mabwana zao wana mpango nalo.
Aliyekuwa na huruma hiyo ni Muirani peke yake, ndio alikuwa anafanya kazi hiyo. Na Muirani anafanya kazi hiyo direct na indirect, yani anawatetea wa Palestina direct indirect. Nikisema indirect, maana yake ni kwamba kuna makundi ambayo Muirani anayafadhili: moja, Hizbullah; pili, Wahuthi wale wa Yemen; tatu, Ansarullah; yani nne, Hamas. Makundi yote haya yapo chini ya kivuli cha Muirani, ndio anawapa silaha, anawapa kila mafunzo ya kijeshi, kila kitu Muirani. Yule kiongozi wa Hizbullah Hassan Nasrullah, yule ni kiongozi ambaye maisha yake yote na kundi lake anafadhiliwa na Muirani. Leo mnaposikia Irani anapigana na Muisraeli na Muisraeli anapigwa kutokea Yemen, anapigwa na Wahuthi, Wahuthi wanafadhiliwa na Muirani. Hakuna anayemfadhili Muhuthi zaidi ya Muirani, hakuna. Kwa hiyo mtu pekee aliyebakia anayeweza kutetea ardhi ya Palestina, ardhi ya Middle East, aliyebakia ni Muirani peke yake, aliyakuwa sio Mwarabu. Na mnavyoona, ndio maana mnaona Marekani leo na Israeli wameungana na wanashindwa kumpiga Muirani kwa sababu Muirani sio Mwarabu, yani hana sifa ya unafiki. Na watu wamesahau kitu kimoja, wale ni Waajemi, wale sio Waarabu. Yani wale ni Waajemi, wale ni Wafurusi, ile ni Persian Empire. Yani wale hawajawahi kushindwa vita tangu historia, wale hawajawahi kushindwa vita. Watu hawalijui hili, watu wanadhani pengine wanafanya na Waarabu, wale sio Waarabu wale. Ile ni Ajemi, ile ni Persian Empire. Soma katika historia zile dola kubwa duniani zilizopita miaka ya nyuma. Kuna Ottoman Empire, kuna dola ya Rome, kuna dola ya Persian Empire. Hizo ni dola kubwa, na ukisema Persian Empire unaizungumzia Iran. Ndio maana unaona leo Marekani anapata shida kwa sababu yule sio Mwarabu. Na Marekani aliwahi kuwepo Irani, yani Marekani aliwahi kuwepo Irani, aliwahi kuwepo pale. Unajua kabla ya mapinduzi ya 1978 na 1979, Irani ilifanya mapinduzi kutoka kwa Mfalme Shah. Shah alikuwa ni kibaraka wa Mwingereza. Na ukisema Mwingereza na Marekani manake ni baba na mama. Na Shah alikuwa ni kibaraka wa Mwingereza. Na Shah alikuwa anaondosha mifumo ya Wafurusi, alikuwa analeta mifumo ya kimagharibi katika ardhi ya Wafurusi. Bali rasilimali za Wafurusi Shah alikuwa amechukua, anawapa watu wa Ulaya: mafuta, sio ghasia gani, utamaduni wa kutembea uchi kwa umeingia pale Irani. Ndio unaona yule Imam Khomeini akaanzisha vuguvugu la mapinduzi akiwa Ulaya. Mwisho wa siku wale raia kwa kushirikiana na Imam Khomeini wakaja wakampindua Mfalme Shah ambaye alikuwa ni kibaraka wa Marekani na Mwingereza. 1979 hiyo anapinduliwa Shah, anaingia Imam Khomeini. Na ndo mpaka leo unaona misingi ya Wairani imesimama. Walirudisha misingi yao ile ya Wafurusi, kwamba wana culture yao, utamaduni wao, wana misingi yao, yani namna itakavyokuwa wao hawataki kuishi nje ya misingi ya Kifurusi. Ndio unaona lile limekuwa taifa imara lile. Lakini Waarabu walipoingia wale jamaa wakawapiganisha, wakafanikiwa, wakawagawa, wakaweka watu wao. Ndio maana mpaka leo Waarabu wamekuwa hawana nguvu. Lakini kwa Irani pale amechemsha, ameshindwa. Kwa hiyo Irani ndio taifa pekee limebakia la tetea Middle East, hakuna taifa lingine. Swali la kujiuliza, je, Irani ni taifa la Kiislamu? Maanake tunajua si wa Irani asilimia kubwa ni Mashia, na kuna mgogoro mkubwa kati ya Ahlus Sunna wal Jamaa na Mashia katika baadhi ya mambo. Kuna mgogoro mkubwa kati ya Mashia na Ahlus Sunna wal Jamaa, yani sisi tuna mgogoro mkubwa na Mashia. Tunajiuliza, hawa Mashia hawa ambao sio tunawaona hawa sio Waislamu, mbona hawa ndio wamekuwa mstari wa mbele kuitetea Middle East? Na yale mataifa ambayo tunaamini sisi ndio mataifa ya Kiarabu ambayo tuna misimamo sawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa, mbona wale hawatetei ardhi ya Middle East? Kwa nini hawa, kwa nini sio hawa? Hapa napo unapata alama ya question mark hapa. Kwa nini? Sasa Marekani na washirika wake wanajua kikwazo cha kuto kuikamata na kuishika Middle East ni Muirani.
kikwazo cha kuto kuishika Middle East na kuto kushika rasilimali vizuri ya Middle East ni Muirani. Lau kama wakifanikiwa kummaliza Muirani, maana yake Middle East nzima inakuwa katika mikono ya Waisraeli na mikono ya Marekani, na eneo lote linakuwa katika milki, anafanya anavyotaka Marekani na Muisraeli. Lau kama watafanikiwa kumpiga na kummaliza Muirani, wakifanikiwa kwenye hilo, na hawawezi kufanikiwa. Yani Muirani kumpiga na kummaliza hawatoweza kufanikiwa. Na kwa nini hawatoweza kufanikiwa? Kwa sababu Muirani tangu walipoanza kuwekewa vikwazo na wao watu wa Ulaya, tangu walipoanza kuwekewa vikwazo inafika miaka 45 mpaka leo. Baada tu ya kutokea mapinduzi 1979, Irani kaishi kwenye vikwazo mpaka hii muda huu nazungumza na wewe ninavyozungumza, yani muda huu Irani ipo kwenye vikwazo. Lakini ajabu ya Muirani ni kwamba amejiimarisha kwenye teknolojia, kwenye nyanja, yani Irani haagizi chochote, hafanyi importation kutoka nchi yoyote. Irani hafanyi hivyo, bali Irani anafanya exportation kwenda katika baadhi ya nchi nyingine. Muirani haagizi chochote kutoka katika taifa lolote. Muirani anatengeneza drones zake, ndege zake, vifaru vyake, silaha zake, yani kila kitu unachokijua wewe. Mbaya zaidi, Muirani yuko ame advanced kwenye teknolojia zaidi ya mataifa ya magharibi. Zaidi, hakuna mtu aliyekuwa anadhani hapa kama siku moja Tel Aviv Israeli inaweza ikaguswa na mabomu. Hakuna aliyekuwa anaamini hilo. Lakini vita siku 12, Muirani alimuonyesha Muisraeli na Marekani kwamba mimi nina teknolojia ya kuweza kuingia mpaka Tel Aviv, chumbani kwa Muisraeli, na akaungurumisha mabomu na anga ya Tel Aviv ikaenea ndege zisizokuwa na rubani za Muirani. Israeli akachanganyikiwa kwamba ujamaa teknolojia hii katoa wapi, na wao wanaamini kwamba wana Iron Domes, ile mifumo ya kuzuia, lakini bado ilishindwa na Muirani akaingiza ndege pale ndani. Kwa hiyo Muirani ameadvance, na bado hata katika vita inayoendelea bado Muirani anaonyesha teknolojia yake. Namna gani ameadvance kwenye teknolojia, anawaonyesha wa Marekani. Unajua wa magharibi sehemu ambayo wamewin ni katika media. Wao wamefanikiwa kwenye eneo la media, propaganda zao ni kwenye eneo la media. Yani ukizungumzia Instagram, Facebook, Twitter, sijui social media nyingi duniani ni za Mayahudi. Kwa hiyo wanakulisha wewe wanachokitaka wao, sio kinachotokea kule. Kwa nini? Ni kwa sababu ni mtandao wa Mayahudi. Kwa hiyo jamaa wamekamata kwenye mitandao, kwa hiyo wanakupeni habari wanazotaka wao. Siku moja niliwahi kuambia watu, propaganda yenyewe huwa ina vitengo maalum, na vita siku zote ni propaganda. Vita ni propaganda. Hata yanayoendelea sasa hivi pale baina ya Iran na Wamarekani na Waisraeli, pale kuna propaganda zinaenea kwenye vyombo vya habari. Yani kupata habari ya uhakika nataka uwe makini sana, la sivyo unagewa habari wanayotaka wao, kwa sababu vita inaendeshwa na vitu vitatu. Vita inaendeshwa na information, taarifa. Vita inaendeshwa na uchumi. Vita inaendeshwa na jeshi. Yani uwe na askari wa kutosha, utapigana vita. Uwe na uchumi wa kutosha, maanake unaweza kununua silaha au kuunda silaha. Lakini tatu, information. Yani ukishindwa kwenye eneo la information, vita umeshindwa. Na ndio maana unaona kwenye propaganda kuna kitu kinaitwa disinformation. Yani unagewa habari ambayo sio ya kweli kwenye propaganda. Kwenye vita ipo hivyo, kama unavyoona si wakati tunakwenda kumpiga nduli Idi Amin. Unakumbuka vita Kagera ile? Nduli Idi Amin tulimwambia anakula nyama za watu. Tulimtengenezea propaganda moja kali sana, mpaka ilikuwa tukienda shuleni tunaimba nyimbo, Idi Amin akifa mtamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Sasa vita ndio inaendeshwa vile, kwamba vita ni propaganda. Sasa wa magharibi wamefanikiwa kwenye eneo hilo la propaganda, kwa sababu media ni za kwao. Kwa hiyo wanawalisha watu wanachokitaka wao. Lakini ajabu ya Muirani kwenye eneo la propaganda amewazidi wa magharibi. Unajua hata hapa katikati walipotaka kufanya maandamano kupindua serikali, kilichotokea wale jamaa wakaanza kuwa provoke raia wale wa Irani.
wakaanza kuwapelekea taarifa mbalimbali, mara hivi mara hivi mara hivi, wakawa wanawaprovoke raia waingie barabarani. Kumbe wale Mossad na lile shirika la ujasusi la Marekani walikuwa washakrieti watu wao, wamewatumbukiza ndani ya Iran, wakawa wanaprovoke raia waingie barabarani kupindua serikali. Irani wakagundua, walipogundua wakazima internet, wa Irani. Walipozima internet, wa Marekani wana mtu wao mmoja anaitwa Elon Musk. Yule Elon Musk ana kitu kinaitwa Starlink. Ile Starlink hata mkizima internet, kwa mfano kama hapa Tanzania walitaka kuileta ile Starlink, lakini bwana serikali yetu ina akili. Ndio maana Tanzania bwana, yani wewe ukikaa mahala ukipanga mipango kutaka kuipindua nchi, basi kabla ya kumaliza maneno yako watu washapata taarifa. Yani katika nchi ambazo intelligence yake ziko vizuri, Tanzania yani intelligence yake iko vizuri. Hata ukikaa vijiweni kuwa makini, usije ukaona lopoka tu. Yani kila kwenye watu watano Tanzania kuna mtu kuna informer. Sasa Tanzania walikuja Starlink, wakataka kuweka, Tanzania wakakataa, akamwambia hatutaki bwana. Kwa hiyo hapa Starlink hamna. Lakini kuna baadhi ya nchi Starlink ipo. Yani kwa mfano serikali ikizima internet, unaweza kupata access ya internet kupitia hiyo Starlink. Sasa Iran alizima ile mifumo ya internet, raia wakawa hawapati ile taarifa za propaganda kwenye mitandao. Alichokifanya Marekani, akaweka access ya raia kutaka kuingia kwenye Starlink ili wapate internet. Muirani akaenda akainterfere mifumo ya Starlink, akaingilia mifumo ya Marekani ya internet ya Starlink. Wamarekani wakawa wanajiuliza, huyu jamaa ana teknolojia ya aina gani mpaka ameweza kuingia kwenye mifumo ya Starlink kisha akaweza kuzima internet ya Starlink? Na Starlink ni ya Wamarekani, Elon Musk. Lakini Marekani aliweza kufanya hivyo, mwisho wa siku akashindwa. Marekani akashindwa kufanya sabotage ile aliyotaka kuifanya ya kufanya maandamano. Na moja ya njia ya Marekani na washirika wake wakitaka kupindua nchi, njia wanayopita wakati mwingine inakuwa ni maandamano. Yani hatua ya kwanza ni maandamano, wakishindwa kwenye maandamano, hatua ya pili kuivamia kijeshi, kuipiga. Ndio hatua zake hizo. Niliwahi kutoa mfano kwa darasa moja, nikawaambia tazameni Sudani kwa Bashar al-Assad alichokifanya, tazameni kwa Muammar Gaddafi, yalianza maandamano. Tazameni kwa Saddam Hussein, maandamano. Yani akifeli lazima akujaje kukuvamia. Kwa Gaddafi alifeli maandamano, maana yake alianza dictator, wakatokea wanaharakati dictator, mwisho wa siku akashindwa. Aliposhindwa akaingiza jeshi la NATO, wakaenda wakamvamia, wakampiga. Sasa kwa Irani alishindwa, na Marekani na washirika wake wa Israeli wanapotaka plani yao mahala, jambo la kwanza lazima watengeneze maagent, mawakala. So umeona Irani, ndani ya Irani kuna maagent, mawakala ambao ni wa Mossad. Yani ni watu ambao wanatoa information kwa Mossad, wanatoa information kwa wale jamaa wa shirika la kijasusi la Marekani. Kama unavyoona kifo cha yule Generali Qasim wa Iran, ni information maalum ilitoka. Jasusi mmoja alikuwepo kwenye msafara wa yule kamanda Qasim, alikuwa na chip, ile chip ikapeleka information Israel. Jamaa wakaona target, walipoona target wakashoot, wakamuua kamanda Qasim. Nafikiri alikuwa anakwenda Lebanoni katika msafara wake, wakamuua. Bali hata kifo cha Ali Khamenei cha juzi, yasemekana ni chip ile imepeleka. Jamaa wana puppets, jamaa wana maagent, wana mawakala. Na Mossad na Wamarekani wakitaka information yao wapo tayari kutumia gharama ya aina yoyote. Yani wapo tayari kutumia gharama ya aina yoyote wapate information moja tu, wanaweza kufanya hivyo. Wakamchukua mtu mmoja wakafanya hivyo, wakampa pesa nyingi. Niliona walishindwa kwa ule Traore, yule mlinzi wake walimpelekea dola bilioni 5 kitu kama hicho. Yule mlinzi wake akakataa, akampa taarifa, bwana nimetoa mzigo huu hapa, jamaa wanataka nitoe information, upo wapi nikumalize. Yani wanapotaka information au jambo lao wapo tayari kutumia gharama aina yote. Lakini kwa Irani hilo walishindwa. Mwisho wa siku waliua wale maandamano, wale vibaraka wakawamaliza, wakashindwa. Plani ile kwa inafuatia ni kuja kuivamia. Mwisho wa siku wamekuja kuivamia kweli. Na niliongea katika moja darasa zangu nikawaambia plani inayokuja kwa Marekani ni kwenda kuivamia Iran.
lakini hataweza kupambana nayo kwa sababu jamaa yuko mbele kwa teknolojia, na kila mmoja anakiona kinachotokea sasa hivi. Kila mmoja anaona kinachotokea sasa hivi. Na Irani sio kama hana nyuklia. Irani anazo nyuklia, anayo. Yani Irani anayo nyuklia, na kama angekuwa hana nyuklia Irani asingekubali kuingia vitani na ujamaa. Lazima angekaa kwenye meza wafanye mazungumzo, lakini kwa kuwa anayo nyuklia, ana kiburi cha kupambana na yule, kwa sababu hatua ya mwisho itakayokuja ni Israeli kutaka kupigana na Muirani kwa kumpiga nyuklia. Ndio hatua ya mwisho itakayokuja, kwa sababu atakuwa hana namna ya kupigana na Iran, atakuwa hana namna. Hatua ya mwisho itakuwa hiyo, na Irani naye anayo nyuklia. Na Irani alivyokuwa mtu hatari, mkitaka kujua wale jamani hatari, wale sio Waarabu, wale ni Waajemi. Mkitaka kujua wale ni watu hatari, hawaombe msaada kwa mtu yoyote kwenye hii vita. Yani hawajataka ushirikiano wa Korea, hawajataka ushirikiano wa Russia, hawajataka ushirikiano wa Uturuki. Jamaa yuko mwenyewe vitani, lakini Israeli yuko na ushirika na Marekani, na Marekani anaomba ushirika kwa wenzake wa NATO, Ufaransa, Uingereza, anaomba washirikiane wamvamie Iran. Lakini Irani mpaka muda huu hajaomba ushirikiano kutoka kwa mtu yoyote. Hatua ya awali ilikuwa wakijua kwamba tukiwaua viongozi wao tumeimaliza Iran, na raia wataingia barabarani, Iran tunaipindua, tutaweka vibaraka wetu. Lakini kilichotokea ndio kama umechochea moto kwenda kuwaua tena. Bora yule mzee alikuwa na busara na hekima, yule mzee alomuua Ali Khamenei, yule alikuwa na hekima na busara. Hao walioingia sasa hivi ni vichaa bwana, hao walioingia sasa hivi ni vichaa. Marekani anapitia mlango wa nyuma kupitia Italy kwenda kwa mazungumzo. Wale jamaa wanaambia wao wameanzisha vita, sie ndio tutajua vita itaisha lini sisi. Wale jamaa walivyokuwa ni vichaa. Viongozi wa sasa hivi wa Irani walioingia hawasikii la muadhini wala mnadi sala, wao wanapiga tu, na mapigo yao baada ya iftari. Wakimaliza kufuturu wanakwambia ndio tunapiga. Juzi kuna bomu moja laitwa hypersonic. Jamaa walituma lile bomu, dunia imeshangaa. Yani ni bomu ambao likitoka hypersonic latoka laonekana moja, lakini likifika eneo la target lile bomu huwa linajigawa hiyo, yani yanakuwa mawili yanajigawa. Waisraeli wanasema hawajawahi kuona teknolojia kama hiyo duniani tangu dunia kuumbwa. Ile mifumo ya kuzuia inashindwa. Yani wale wa Irani ni viumbe wa ajabu kweli kweli. Yani wana teknolojia ambayo Muisraeli anashangaa, mifumo yake inashindwa kunasa yale mabomu. Wanakwenda kwenye target wanapiga na watu wanakufa. Na Tel Aviv ninavyozungumza hivi imechakazwa vibaya sana, ila wewe uonyeshwi. TV kama Al Jazeera, TV kama CNN, zote ni TV za Mayahudi. Uonyeshi uhalisia wa kile kinachotokea. Wao watakupa information wanayotaka wao. Kwa hiyo taifa lilobaki sasa hivi ambao laipigania Middle East, ambao ni ardhi ya kimkakati kwa Waislamu, ni Irani peke yake. Sasa ukiachana na ushia wao waliokuwa nao, huo ushia waliokuwa nao ukiachana nao, lakini wale ndio watu waliobakia ambao si kama Waislamu tunajifariji kupitia wao. Yani itakuwa ni ajabu mimi nikimwona Muislamu anaanza kuiponda Irani. Sasa unaiponda vipi Irani wakati wale ndio wanatetea Middle East? Yani unaiponda vipi Irani watu ambao wanapigana na Mazayuni ambao wamechukua msikiti wa Waislamu, Masjid Al-Aqsa? Unaiponda vipi? Unajua kuna kitu kimoja kwenye sheria kinaitwa akhafu dhararaini. Yani inawezekana mashia wakawa hawafai, si unanielewa? Mashia hawafai, lakini huku kuna Mazayuni. Hao Mazayuni hao, sasa ukiwapima kati ya wa mashia na Mazayuni, bora ya hawa mashia kuliko ya wa Mazayuni. Maana hawa Mazayuni wanafanya mauaji pale, wanaua. Wale Mazayuni wamechukua msikiti wetu wa Aqsa, wanafanya wanavyotaka wao. Sasa bora nani? Bora huyu Shia, huyu Mzayuni? Bora huyu Shia. Wakifanikiwa kummaliza Shia, nani atabakia kuwa salama? Hakuna atakayebakia kuwa salama. Kwa hiyo watu waliobakia pekee ni hawa wa Irani. Sasa kimsingi ni kwamba Middle East ni ardhi yetu Waislamu, na ni ardhul mahshar, ni ardhi ambayo Waislamu watakusanywa pale kwa mujibu wa hadithi niloisoma ya Mtume. Japo ulama wamehitilafiana kwamba itakuwa Sham, Yaman
na wako wanaosema itakuwa ni Palestina, lakini kauli yenye nguvu ya wanawachuoni kwamba ardhul mahshar, wanadamu watakusanywa siku ya kiyama katika ardhi ya Palestina. Kwa hiyo ni ardhi yetu ya kimkakati, iwe itakavyokuwa, ile ni ardhi yetu ya kimkakati, na kuna kila sababu yasiye kuombea ushindi tuweze kupata ardhi yetu irudi kwenye mikono yetu. Hii vita inayoendelea leo sio ni kuomba dua tu wale mazayuni washindwe, wale mazayuni washindwe. Wakifanikiwa kushindwa wale, at least kidogo pengine wale Waarabu wanaweza wakazinduka, lakini wapo katika usingizi mzito, maskini ya Mungu, usingizi mzito ambao hauna mfano wake. Leo tunavyozungumza, Saudia kumeruhusiwa majumba ya kamari. Sisi Ahlusunna wal Jamaa tunatazama haramu ya Makka, ile ardhi ya Saudia, kama ni ardhi yetu ya kimkakati, ndo ardhi ya Mtume Muhammad. Lakini leo kuna kamari, leo kuna pombe, leo kina Nicki Minaj wanakwenda kucheza muziki pale uchi. Leo yani imekuwa ni ardhi ambayo shamba la bibi, kila mmoja anaingia kwenda kufanya pale anavyotaka yeye. Nenda kaangalie Jordan ilivyokuwa, nenda kaangalie nchi kama Lebanon ilivyokuwa, nenda kaangalie Syria, nenda kaangalie Iraq. Yani nchi zote ambazo ni strategic za tunaamini hizi za Kiislamu zote zimekuwa hazifai. Sasa Waislamu tunajivunia na nchi gani? Tukasema kwamba hili sasa ndo nchi yetu, tunajivunia nayo kwamba Waislamu wanatamba, hata tukiguza duniani tunaamini hawa wanaweza kututetea. Ipi? Kwa hiyo ile ni ardhi yetu ya kimkakati, na ndio ardhul mahshar, ardhi ambayo wanadamu watakusanywa pale katika ardhi ya Palestina. Lakini pia imetoa wanawachuoni wengi. Imam Shafi ni mzaliwa katika ardhi ya Palestina, inawezekana watu wengi hawajui. Imam Shafi rahmatullahi ta'ala alayhi, yule ni mzaliwa wa Palestina, Palestina mule ndani, na mitume wengi wana asili ya pale Palestina. Wako baadhi wanachuoni wanasema akiwemo Luti, ikiwemo Saleh, wote ni wana asili ya Palestina. Na mitume wengine, ile barakna haulahu, Mwenyezi Mungu aliposema tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake, al-Imam Qurtubi katika tafsiri yake anasema dufina haulahu al-anbiya wa salihin, kwa sababu pembezoni mwa msikiti wa Aqsa wamezikwa mitume na manabii. Barakna haulahu, bali Mwenyezi Mungu ameweka baraka ya mafuta, rasilimali na vitu vingine kadha wa kadha. Kwa hiyo katika tauhid misikiti iko mitatu: haramu ya Makka, Madina na msikiti wa Aqsa Palestina. Kwa hiyo ile ni ardhi yetu. Kwa hiyo ukiona vita inaendelea kama hivi, ujue kama makini, omba Mungu tu wasije wakauvunja na msikiti wenyewe uko pale. Ni ardhi yetu ile, unaomba Mungu asije wakauvunja ule msikiti, au usije wakapigwa bomu ule msikiti. Ukipigwa bomu maana yake imepigwa mali ya Waislamu. Yaani mtu atakiwa ajue hilo, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Mtu hawezi kufunga safari, Mtume anasema, isipokuwa katika misikiti mitatu: Haram, Makka, Madina na Aqsa. Misikiti yetu mitatu duniani, hii ndio misikiti yetu mitatu. Kwa hiyo unafiki wa Arabu ndio muwafikisha pale mnachokiona leo, lakini Mtume wakati yuko hai, Palestina ilikuwa katika mikono ya Waislamu. Abubakari wakati yupo hai, wakati wa khilafa yake, ilikuwa katika mikono ya Waislamu. Wakati wa khilafa ya Umar ilikuwa katika mikono ya Waislamu. Wakati wa khilafa ya Uthman ilikuwa katika mikono ya Waislamu. Wakati wa khilafa ya Ali ilikuwa katika mikono ya Waislamu. Wakati wa khilafa ya Umar ibn Abdul Aziz ilikuwa katika mikono ya Waislamu. Why leo Palestina ipo katika mikono ya Mazayuni, Middle East ipo katika mikono ya Mazayuni? Kwa hiyo sio kadhia tu siasia. Asitokee mtu akasema ile ni kadhia ya kisiasa. Hilo sio kadhia ya kisiasa. Wale jamaa wana mpango wao, wale Wazayuni, wale Waisraeli na Wamarekani wana mpango wao, na wakimalizana na mpango wao, maana yake Waislamu watakuwa hawana tena pawa katika ulimwengu, kitu ambacho watu wengi hawakijui. Yani wakimaliza mpango wao, wakimaliza kuikamata Middle East, hiyo nguvu ya Waislamu inatoka wapi? Wakati maeneo yote ya Waislamu wameyakalia wao, mpaka haramu itakuwa kwenye mikono yao. Hiyo nguvu ya Waislamu inatoka wapi? Tunaamini nguvu yetu ndo wale, tunaamini kwamba ile ndo yale mataifa ya Kiarabu, tunaamini yana power ya kiuchumi, yana nguvu, yale ndo yangetuunganisha sisi. Lakini leo maskini ya Mungu wenyewe ndo wale, hali kama mnavyoiona, hali mbaya. Anapigwa Muisraeli na Muirani, yule Jordan anachukua Iron Domes zake, anazuia mabomu asiende kupigwa Muisraeli. Sasa unajiuliza, wewe unamteteaje huyo mtu ambaye anaua watu Gaza kule, amechukua maeneo,
ambayo ni maeneo ya kimkakati ya Waislamu, amechukua msikiti wa Waislamu, unamteteaje huyu? Mwacheni apigwe. Kwa hiyo vita ile ukiisoma katika historia ni vita ya unyang'anyi dhidi ya ardhi ya Waarabu ambao ni Waislamu. Ndio vita ile, ni unyang'anyi unaoendelea pale, lakini hakuna taifa laitwa Israeli. Narudia tena, hakuna taifa laitwa Israeli. Asija akatokea Muislamu akasema taifa la Israeli. Hakuna taifa. Wale ni watu waliochukuliwa, wametolewa Ulaya wakaletwa pale 1928 wanakuja pale, na Wapalestina waliwapokea wengine, kama mnavyoona Wanyamwezi walivyokuja mjini hapa Dar es Salaam, kama mnavyoona Wanyamwezi walivyokuja mjini hapa, wakageuagea vibugobugo, weka hapa ka hapa. Ndivyo ilivyokuwa pale kwa Waisraeli pale Palestina, ndivyo ilivyokuwa. Leo tunavyozungumza wamekuwa wao ndio wana maeneo ya Palestina, wanaonekana pale walowezi, wanataka kuwafukuza wana maeneo. Inakuwaje? Inakuwaje? Kwa hiyo hakuna taifa laitwa Israeli. Wale ni wezi wa maeneo, wamekuja wanachukua ardhi ya Waislamu katika maeneo yao. Kwa hiyo nilikuwa naelezea kidogo somo hili ili watu wapate picha, waelewe. Wakisikia wana wa Israeli ni wakina nani? Ukisikia Banu Israeli ni wakina nani? Je, wale ndio wale? Wale sio wale. Adolf Hitler katika moja ya vitu alivyovifanya, ukisoma katika historia yake, aliwaua sana wale Wayahudi, aliwaua sana wale, wakakimbia kimbia, wakaenda Ufaransa huko, wakaenda wapi, wakakimbia. Lakini ilikuwa kampeni yake duniani, ilikuwa kila eneo Myahudi auawe. Adolf Hitler alifanya hivyo kwa sababu alijua athari ya wale jamaa, alijua athari yao. Leo tunaiona athari yake, wanachokifanya kule. Wao kazi yao wakikaa mahala ni kumwaga damu, hawana jambo lingine. Wao ni kumwaga damu tu na kuchukua rasilimali na kufanya unyang'anyi. Hiyo ndio asili yao, lakini si vinginevyo. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ajalie ile vita wale washindwe, na wasije wakabadilisha mtazamo au slogan. Slogan yao ilikuwa ni kuipindua Iran, lakini kwa hali inavyokwenda inaonekana wameshindwa kuipindua Iran. Sasa hivi wanabadilisha ajenda kwa sababu washashindwa. Kwa hiyo wakishindwa kuipindua, kwenye historia iandikwe kwamba Marekani na Israeli alipigwa na Irani, iandikwe hivyo, japokuwa wao hawapendi iandikwe hivyo, lakini kwenye historia iandikwe Israeli na Marekani amepigwa na Irani, iandikwe hivyo, kwa sababu wao walisema plani yao kwenda kuipindua serikali ya Irani. Wakishindwa, iandikwe kwamba Irani amewapiga Marekani, amempiga Israeli, na kimsingi ni kwamba Israeli hawezi kupigana na Marekani, hawezi kupigana na Muirani. Muisraeli hawezi kupigana na Muirani, hawezi. Nguvu hiyo ana, lazima atake msaada kwa Marekani, lazima. Na ukitaka kujua Wayahudi walivyokuwa watu wabaya, yani kuna baadhi ya vitu sisi Wayahudi tunawachangia pasipo si wenyewe kujua kama tunawachangia Wayahudi. Sisi kuna baadhi ya bidhaa tunanunua, tunawapa nguvu Mayahudi ya kiuchumi kuendelea kupambana kuichukua Middle East bila wenyewe sisi kujua. Kwa mfano, ukienda kula katika mgao wa KFC, umekwenda pale KFC kula ile Kentucky Fried Chicken, mgao wa Myahudi ule, ukienda kula kuna pasenti fulani inakwenda katika mfuko wa Mayahudi. Kwa mfano, ukichukua bidhaa kama Gillette, kuna nyembe za Gillette za Mayahudi, ni wamiliki wake ni Mayahudi. Kuna kampuni za Nesto, si Nesto maziwa, Mayahudi. Yani kuna kampuni nikiwaorodheshea ni za Mayahudi. Wewe ukienda kununua, kuna asilimia inatoka inakwenda kuwasaidia Mayahudi katika harakati zao. Kwa hiyo ndio maana unaona wale jamaa wanakuwa na nguvu ya kiuchumi nini, kwa sababu kuna vitu wamevifanya duniani kiasi ambacho uchumi wake wanapata kipato kwenye kila nchi duniani. Hapa Tanzania wale jamaa wanavitega uchumi vyao, vingine nikiwatajia mtu huwezi kuamini. Wana mahoteli hapa Wayahudi Tanzania, wanayo mahoteli hapa, sitaji jina tu, haifai katika media, lakini kuna hoteli zao 2 nazijua, ni za Mayahudi, ni za Mayahudi. Na nikwambieni katika moja asili ya mwijui, yani tembea utakavyotembea, tembea hata Masaki ukienda, yani wewe ukupata bahati ya kukutana na Muisraeli, yani utakutana na wazungu wote, Muingereza, Marekani, yani hao utakutana nao, lakini hao Waisraeli hao, kama mimi ni Muisraeli, yani mara mwisho kukutana naye sio lini. Yani wale jamaa ni kipusa duniani hata wakikaa mahala ni kipusa. Na hapa wapo wana migodi hapa, migodi wanayo, wana migodi wanayo.
wana mahoteli hapa ya kitalii, wanayo hapa. Yani wameinvest kwenye kila maeneo, nguvu yao ipo kwenye uchumi, na ndio maana unaona wanaweza kufanya lolote duniani. Kwa hiyo hao ndio Mayahudi, na Palestina ni ardhi yetu na tuna kila sababu ya kuizungumzia, japokuwa kuna baadhi ya watu wengi hawajui historia hii, lakini nimejaribu kuzungumzia kidogo ili watu waweze kujua picha yake ipoje na nini kinachoendelea. Na mipango iliyokuwepo hivi sasa ya Muirani ni kutokusimamisha vita. Hiyo ndio mipango iliyokuwepo. Muirani hajafikiria bado kukaa chini kuzungumza bado, na kuna kitu ambacho watu wengi hawajui. Muirani alikuwa anatafuta sababu. Muirani alikuwa anatafuta sababu ya kumpiga Muisraeli, na sababu kaipata. Siku nyingi alikuwa anaitafuta sababu, kaipata. Unajua Gaza walivyokuwa wanakufa, Muirani alikuwa anaumia, anawafadhili wale wa Hamas na makundi mengine, wanapiga pale ndani, wanapigana nao, ilikuwa anashindwa kwenda moja kwa moja vitani kwa sababu ilikuwa hana sababu. Sasa hivi Muirani kapata sababu, ndio maana anapiga beza wa Marekani kila maeneo, anakwenda anapiga. Hakuna taifa lilowahi kufanya kile anachokifanya Iran, hakuna. Ile ni fedheha kwa Marekani. Yani Marekani anafedheheka kwamba nchi ni moja, lakini anaweza kupiga Jordan, anaweza kupiga Dubai, anaweza kupiga Qatar, anaweza kupiga Lebanoni, anaweza kupiga Iraki, anaweza kupiga Bahrain. Yani nchi moja lakini anapiga nchi 8. Nchi 8. Sasa unafiki wa Waarabu ulivyo, nilimuona yule MSB wanamuita Muhammad bin Salman, eti alikuwa anaitisha kikao cha Waarabu kwamba waungane waende wakamshambulia Irani. Waarabu bwana. Yani kaitisha kikao kwamba waungane wakamshambulie Irani. Sasa unakwenda kumshambulia Irani wakati nyinyi hali yenu kudhofu hali, hamjiwezi. Yani ukitaka kujua vibaraka namna walivyowekwa, eti waungane tukamshambulia Irani. Yani nyinyi tena anawasaidieni, nyinyi tena mnatoka mkamshambulia yule. Inawezekana vipi bwana? Ni vibaraka wamewekwa watu yani ni vibaraka wamewekwa. Ni vibaraka watu wamewekwa. Na hawawezi hata kama wataungana kwenda kumpiga Muirani, hawawezi. Narudia tena jibu langu la msingi na kuambia ya kwamba wale sio Waarabu, wale ni Waajemi. Wale ni Wafurusi. Ile ni dola ya Kifurusi. Ni dola iliyokuwa kamili. Kwa hiyo kuiangusha kwake kazi ipo. Na hawakufanikiwa kuingiza mamluki kwenye uongozi wa Iran. Siku atakayofanikiwa kuweka mamluki, Irani itaanguka. Lakini as long as hakuna mamluki, Irani hawawezi kuiangusha. Hawawezi kuitawala na hawawezi kuiangusha. Siku atakayofanikiwa kuweka mamluki wao, watafanikiwa. Lakini otherwise ngumu kuiangusha Irani. Kwa hiyo tuombe dua tu na tuendelee kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Ramadhani hii wale wazayuni waendelee kupigwa. Hiyo ndo dua yangu. Mimi nawaombea dua wale wa Irani, Mashia wale. Mimi sifungamani na Mashia, siwapendi Mashia, lakini kwenye hili mimi nawaunga mkono Mashia. Mimi siwapendi, lakini kwenye hili nawaunga mkono wale Mashia, wawatandike wale Mazayuni na wale wa Marekani. Manake hali imekuwa mbaya katika mataifa ya Kiarabu, mbaya, hakuna mfano wake, fimbo msagulano, yani hali imekuwa mbaya. Kwa hiyo mimi naunga mkono, naomba dua sana wafanye kile kitendo. Na kuna baadhi ya watu hawajui, hata katika watu wengine dini nyingine hawajui, ni kwamba pale hakuna vita wa Kristo na Waislamu. Hakuna vita ya Wakristo na Waislamu. Watu wanashindwa kulijua hilo. Hakuna vita ya Wakristo na Waislamu pale. Pale kuna vita ya Mazayuni. Unajua hata kuna Mayahudi, kuna baadhi ya Mayahudi hawapendi kinachotokea pale, wanachokifanya Mazayuni. Yaani pale kuna unyang'anyi ndio unaofanywa pale. Yaani wale wanafanya unyang'anyi wa ardhi ya watu. Ndio maana sera ya Tanzania haikubaliani na kile wanachokifanya Wazayuni. Wale wanafanya unyang'anyi wa mali za watu. Asitokee mtu akasema hii ni vita ya Waislamu na Wakristo. Maana kwenye mitandao huko naona hata Wakristo wengine, si tuko upande wa Marekani, si tuko, hii sio vita ya Waislamu na Wakristo. Watu hawaelewi. Hii ni vita ya unyang'anyi inayoendelea pale. Na mbaya zaidi, wale Wazayuni wanawaua mpaka Wakristo. Unajua pale Gaza walikuwa wanalipua mpaka makanisa. Ndani ya Gaza kulikuwa na makanisa, wale jamaa wamelipua mpaka makanisa. Yaani mpaka Wakristo wamekufa. Kuna Wakristo wa Tanzania waelewe kitu kimoja. Wakisikia Waarabu, wanajua Waarabu wote ni Waislamu. Waarabu wapo, Wakristo wapo.
Hata ukienda Misri kule, wale si Waarabu, lakini ukienda maeneo ya Alexandria kule sio eneo la Waislamu. Kule ukienda ni Orthodox kule, na Wakristo wako wengi. Ukienda Lebanoni, ukienda Syria, kuna makanisa chungu mzima. Sasa mtu akikaa akisema hapo Waislamu na Wakristo, huyo mtu haelewi asili na historia hii vita imetokana na nini. Mtu haelewi. Yeye anasema tu mimi Mkristo niko upande fulani. Hii sio vita ya Waislamu na Wakristo. Hapa kuna unyang'anyi ambao unaendelea kwenye ardhi ya Waarabu, ardhi ya kimkakati ya Waislamu. Inshallah nikomea hapa. Kama kutakuwa na maswali mawili kwa topic ya leo, basi inshallah tunaweza tukashare mawazo kwa pamoja inshallah, ili tuwahi kwenda kufuturu. Si wengine tunakaa Mbekenyela huko, ili tuwahi kurudi inshallah. Kama kuna swali. Siku ya Kiyama wote ardhul mahshar itakuwa ndio hili. Hilo ndio lilikuwa somo la leo katika tauhid, na tuamini kwamba misikiti ya Uislamu mitukufu ni mitatu. Uislamu yote lazima aamini hivyo katika akida yake, kwa mitatu: Haram, Madina na msikiti wa Aqsa ule Baitul Muqaddas uliokuwa pale Palestina. Ile ndio misikiti yetu mitatu ambao mtu hawezi kwenda kufanya ziara ila katika misikiti hiyo mikuu mitatu. Kwa hiyo akida yetu inatuelekeza hivyo kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, Jumatatu tutakuja kuendelea na somo letu la tauhid, na kipengele tutakachokuja kukielezea siku ya Jumatatu tutakuja kuelezea ahwali au hali ya watu wa motoni na watu wa peponi itakavyokuwa. Tunajua kuna pepo, kuna moto. Je, motoni itakuwaje? Peponi itakuwaje? Tutakuja kuelezea kwa mujibu wa akida yetu ya Ahlusunna wal Jamaa, moto upoje na watu je, tutakaa milele motoni? Maana kuna baadhi ya watu wanasema tutaingia tutatoka, na kuna baadhi ya watu wanasema kwamba tutakaa, atakaenda motoni atakaa milele, itakuwaje? Na kuna baadhi ya watu wanasema Mwenyezi Mungu hatomuona. Je, tutamuona Mwenyezi Mungu katika jicho hili la kawaida? Je, akida yetu Ahlusunna Jamaa tunaamini nini? Tutamuona Mwenyezi Mungu kwa jicho hili la kawaida? Je, wale ambao wameslimu wametamka shahada kisha wakaingia motoni, je, watakaa milele? Hali itakuwaje? Kwa hiyo tutakuja kuelezea katika somo letu la tauhid na msimamo wetu Ahlusunna Jamaa tunaamini nini katika hilo, juu ya habari ya pepo na moto. Inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير.